Lina
hatua au kupendekezwa kwa hali ya juu na mwaka wa Jubilei 2025. Mmoja wapo mwaka wa Jubilei, maana yake mwaka wa Jubilei, mwaka mtakatifu, unaandika watu wale watakatifu warudi kwa Bwana. Na kuna matendo mengi, mazoezi mengi ambayo tunaandikwa kufanya wakati huu kwa ajili ya kurudi nyumbani kwa Baba, kwa wazuri zaidi, tupendeze vitu zaidi, na moja wapo kutoka. Na sisi kijiko kama tulivyosema, tunakwenda kilima, tunashuka chini, tunarudi Mwekavu, tunarudi yani tunaenda Mtakatifu Yosefu kule karibu na mjini. Tukitembea hakuna magari, miguu. Yatatokea mambo matatu, mpende msipende. La kwanza, yani kuna utaanza kupata kiu. Yani ukifika hapo kesho kiu kwa maji. Na hivyo diwali basi utaviona huko pembeni. Nikata, leo hakuna. Sema never. Kuti asai. Hapana wakati Kiingereza huko kikosho. Sasa kitu hicho kinatesa mwingi. Maana ni yetu ni vizuri vizuri. Yaani tutapata kiwa hata maji basi huko njiani sio kama tutapata wengine amebeba wengine amebeba. Lakini pia ingekuwa sio vizuri bebe maji. Meze maji tu. Lakini kama madaktari wamesema mwenye maji kila wakati, mbebe maji, sio kawaida. Lakini kwa vingine hata maji. Kutakuwa na kiu sana, kutakuwa na njaa, kutakuwa na kuchoka. Miguu inaanza kuuma, inalegea. Unapenda tu. Na kwenda mihigia. Kwa hiyo tunapopata ule uchovu wa mwili wa miguu, tunamwambia Yesu, sasa hiyo Yesu jamani, ndio sala yangu siku ya leo, toba yenyewe. Na kuomba upokee uchovu wangu wa mwili. Unausikia mwenyewe ulivyo. Ninakupa ni sehemu ni sala yangu hii siku ya leo. Naomba tu ukague hayo madhaifu yangu, madhambi yangu, mapungufu yangu. Chukua uchovu, chukua kiu, igeuze ni kiu ambayo ni sala yako ya leo. Chukua hii njaa, utapata njaa sana. Leo utaenda saa 3 usiku mpaka saa 6. Lakini hiyo ni nzuri. Siku ya toba inapaswa kuwa hiyo. Sasa toba yetu ndio namna hiyo. Ndio salama, sijui leo itakuwaje. Na anajiuliza, ni kwa nini tunanyeshewa hivi kila wakati wa njaa salama? Kuna mambo mawili. Mimi naitafsiri. Mabadi sio kama teolojia nitaweza kukosea, lakini tunajaribu. Kitu cha kwanza, hii mvua ni baraka za Mungu. Inaonyesha baraka tutakazozipata leo hizi zilivyo nyingi. Za leo na hata baadaye. Kila tulipofanya tumepata mvua kule vikarieti ya pai tumekimbizwa na nyuki, tukakimbizwa tukakupia. Tukabadilisha ndio tukatoka huko tukaenda kule watu wanakimbia nyuki wanafanya hivi tu kama lazima kitu kimetokea bali yani ni kwa nia yake. Lakini tukiwa mashariki mpaka Israeli mvua kubwa. Barabara mbaya sana. Yaani kikaja alichagua siku kwa kundi masima tu. Barabara kutoka Mashariki kwenda Kongo, kutoka Kongo kwenda Kiraini, barabara. Sasa nikasema Mungu wangu, mbona tunapita msituni na huku ni moshi? Ningeteremsha kwa usiku ningesema niko Marekani, niko Ujerumani. Kumbe unapita tu kutoka wapi? Kutoka Mlimho kwenda Kiraini. Msitu. Tukanyeshewa sana matope. Yaani yanachukua kiatu alafu naelemewa. Sasa hii kwa maana yake kwa kweli ni baraka. Nataka kutuonyesha baraka tutakazozipata kutokana na toba hii, na tena iwe endelevu kama tutakuwa tunafanya matendo ya namna hii. Lakini pia natuonyesha ni wingi wa madhambi yetu. Hilo ni Mungu
kama tunataka kunaswa, na sisi kuna mwelekeo huo wa kunaswa, tuelekeo huko kwenye malimwengu. Sisi sio wa malimwengu, sisi ni wa Kristo, ni lazima turudi nyumbani. Sisi ni wa Mungu, ufalme wake lazima tutangaze sisi kwa njia ya maisha yetu. Lakini kuna kazi hapo basi, kutokana na wimbi kubwa la secularism lililopo, yaani secularism ni dunia kuteka mambo yote matakatifu, kuteka mambo yote. Kama pale walioko hapo, kwa nini wanakaa kwa wanavaa makanzu wanaingia kanisani? Teka wakause baa wote, watoke huko waende kwenye mabaa. Ndio secularism, waende duniani. Kanisa maana yake nini? Makanisa yauzwe kama ilivyouzwa mahali pengine kwa machozi makubwa. Mimi naposafiri naona huko Ujerumani, yaani kibali kubwa na mbele kwa kombe ya masista. Sasa hivi imekuwa ni apartments, unakuta wanaingia huko vijana tu apartments, wamelewa, wamebeba makombe na chumba ni apartments. Kombe ya masista na ile kidero na pale kwenye kicheko ndipo kinachowekwa kitanda cha watu ambao kwa kweli ni mashuhuri waliobobea katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo hayo yakija kwetu ni maumivu makubwa sana, kuona kanisa zuri kama hili linauzwa kuwa baa, kuona hospitali nzuri kama hiyo ya kwetu hiyo inatekwa na inakuwa ni apartments ya watu wa ulimwengu, kuona uaskofuni inatekwa inakwenda inakuwa ni mahali pa kutengenezea pombe kali kwa watu ambao wana usingizi. Hiyo ni waskofuni hapo. Kwa waskofuni hapo unakuta moshi mkali, ni madawa yanatengenezwa atoe ile pombe, moshi mkali. Sasa ni lazima tufanye toba, tuangalie zigeuke ziwe mzoga. Lazima tuombe. Lakini tukiomba kama tunavyofanya leo, Mungu ni mwema. Toba inaondoa mambo mengi sana, inaondoa, inakagua. Ila tunajua wenyewe kwenye Agano la Kale jinsi wale Wayunani walivyokubali ile toba, Mungu alivyomtuma Yona kule, yaani mfalme akakaa magotini, akakaa magunia, akatembea bila viatu, na wale maaskari wote, yaani na jeshi lote, Mungu akaondoa kile kitu, si ndio? Kwa hiyo tukifanya toba ya kweli, Mungu anaondoa. Na hivi na waomba iwe ni toba endelevu, si siku ya leo tu. Tufanye toba. Mapadri wangu, kama tunafanya hivi, tumeona tumefanya kule vikake vya hai, watu wamefurahi sana, wakasema jambo hili tungependa tuwe kila wiki. Kumbe hawalipati kwa sababu mbali ya mja wako wamesema huko tayari. Hayo mfanye kila wakati, kila parokia ifanye hivi ya toba. Mzunguke kwenye hiyo parokia yetu yote, ukinyunyizia maji, ukiomba Mwenyezi Mungu. Yesu nakumwambia sasa katika msalaba wako mtakatifu, naomba yaani kuongelea yote yanayonisumbua katika moyo wangu, katika dunia yangu, katika jamaa yangu, katika ile parokia yangu. Ninakuomba unipe wepesi leo. Toa wepesi kwa nguvu ya msalaba wako mtakatifu, kwa nguvu ya fumbo hili mtakatifu la wokovu wetu. Tufanye hivi kwa sala mpaka tutakapofika mwisho. Kwa hiyo iwe ni matembezi, ni safari ya ukimya, ya tafakari. Tusiongee, tuimbe wote daima, na tuimbe nyimbo za toba, tuimbe nyimbo za Kwaresma na nyingine zote zinazoelekea huko kwenye siku ya toba. Mungu Mwenyezi apende kutubariki sana, apende kutujalia ulinzi, apende kutujalia amani katika siku hii, lakini pia apende kutusaidia kutuinua katika safari hii ya kiroho, ile ya kiroho.